Tunadhaminiwa na Magnus Secondary School. Ni shule ya bweni na kutwa kwa kidato cha kwanza hadi cha 4. Ni shule bora yenye mazingira tulivu ya kujisomea. Habari njema kwa sasa ni kwamba Magnus wanatoa ufadhili wa ada ya masomo. Ni vizuri ama ni vema mzazi ukampeleka mtoto wako Magnus Secondary. Bado hatujapokea, na pengine labda kwenye hatua hizi naweza kuwa kuna utofauti kidogo, lakini pale hatua za awali ilikuwa ni klabu zenyewe ndio huwa zinatuandikia barua, alafu sisi tunawapeleka kwa wamiliki wa uwanja ambao ni wizara kupitia idara ya michezo, then wanakuwa na makubaliano sasa ya kutumia huo uwanja. Lakini mpaka sasa hivi sisi tunaona kama ambavyo nyinyi mnaona kwenye mitandao, kwenye website ya CAF kwamba mechi itachezwa Amani, lakini hatujapokea barua official mpaka sasa hivi. Ina maana kwamba shirikisho halina taarifa kana kwamba huu mchezo utachezwa hapo? Bado. Inawezekana sasa ni uratibu ambao unafanyika kwa ndani yenyewe ya CAF, kwa sababu ule uwanja sasa hivi uko chini ya uangalizi wao, na ndio maana hata sisi wakati tunataka kutumia kwa ajili ya michuano ya muungano walitupa barua kwamba hatutakiwi kutumia kwa kipindi hiko, na wakatupa na hizo sababu, na ndio maana kwa mashindano ya muungano tuliyapeleka Pemba. Kwa hiyo inawezekana wao wameplan kwa sababu wanajua kinachoendelea kwenye uwanja, kwamba kila kitu kimeshakamilika, wameshafanya ukaguzi mara kadhaa, na ni mara chache sana kufanyika matukio bila kuwasiliana na CAF, ambao kwa sasa hivi uwanja ndio huwa wanauangalia zaidi kwa sababu ya michuano ya CHAN. Kwa hiyo inawezekana wao wanajua kinachoendelea na ndio maana pengine wametoa, lakini sisi official bado hatujapokea, lakini pokea inshallah tutawajulisha. Kwa hiyo kiuhalisia kwa sasa uwanja wa Amani uko chini ya CAF kwa hivi sasa, ndio ambao wanauratibu. CAF wanauangalia sana kwa sababu wao ndio ambao walitoa hiyo suggestion kwamba kama mnataka uwanja utumike kwa ajili ya michuano ya CHAN, maana yake unatakiwa kuwa na kitu hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo sisi tulichofanya ni ama serikali ilichofanya ni kufanya marekebisho kupitia kile ambacho wao walikiainisha kwamba wanakihitaji kifanyike hapa. Kwa hiyo chochote kile ambacho tunataka kukifanya pia lazima wao tuwahusishe moja kwa moja. Kwa hiyo ni ngumu sana kufanya tukio pale sasa hivi bila kuwasiliana na wao. Na kwa mechi ya awali ambapo Simba walicheza, bila shaka mlipata ripoti kutoka kwa klabu ama mlipata ripoti kutoka CAF? Ya kwanza ilikuwa ni Simba wenyewe ndio walituandikia barua, baadaye wakaja wakaguzi kutoka CAF kuja kujiridhisha, sisi tukaendelea na utaratibu mwingine. Lakini mechi ya finali inawezekana ikawa kuna utofauti kidogo, na ndio maana unaona hata kwenye baadhi ya mahitaji huo unayaona mara nyingi wenyewe CAF ndio wao wanafanya kwenye hatua hizi. Kwa hiyo inawezekana hiyo pia ikawa ni sababu ya wao pengine kuanza kutoa hizo taarifa kwamba uwanja utachezwa hapa, na inawezekana pia pengine wameshawasiliana na serikali direct, kwa sababu serikali ni wanayo mawasiliano na mtu ambaye amekuwa akisimamia hivyo viwanja, kwa maana mtu wa idara ya michezo. Kwa hiyo sisi mimi na imani barua tutaipata, lakini ni swala la muda tu. Lakini kwenye tovuti ya CAF tayari inaonekana kana kwamba mechi hiyo itachezwa kwenye dimba la New Amani hapo Zanzibar. Naam, lakini nafikiri sasa ile taarifa official nadhani itatoka baada ya mchezo wa kwanza wa Simba na Barkani. Okay, nyinyi kama viongozi wa shirikisho mko tayari kuhozi hii finali? Bila shaka tuko tayari na tunahitaji sana. Yaani nikwambia tunahitaji sana kwa sababu tunataka kwa sehemu ya historia. Wenzetu Tanzania bara walifanya mwaka Yanga akicheza hapo dhidi ya UMS Alger. Kwa hiyo na sisi pia tunataka kuingia kwenye hiyo historia kwa mara ya kwanza kuhusu michuano hiyo, na raha yake kwamba uwanja unakizi vigezo na maeneo mengine mengi ambayo kwa mfano hizo 5-star hotel na vitu kama hivyo. Okay, baadhi ya wadau wa soka hasa mashabiki wa Simba na baadhi ya viongozi wanaamini kana kwamba uwanja wa Amani hautakuwa rafiki kwa finali kwa sababu idadi ya mashabiki ni ndogo tofauti na uwanja wa Benjamin Mkapa, huenda kawa na athari kwenye eneo hilo. Hili kwako unaweza kuizungumziaje? Inawezekana lina athari katika hilo eneo la uingizaji wa fedha kwa maana ya financial, lakini katika maeneo mengine kwa maana ya ubora wa uwanja na mambo mengineyo sisi tuko vizuri. Lakini kwenye swala la kuwa na idadi ndogo, hilo ni kweli na hatuwezi kupingana nalo. Kutoka watu 60,000 mpaka kuja kwenye watu 17,000-15,000, maana yake kuna tofauti mkubwa sana. Lakini naamini kama itachezwa hapa kwetu sisi itakuwa ni jambo la kufurahisha na tunalitamani hilo litokee. Neno lako kwa mashabiki wa timu ya soka ya Simba na wa Tanzania kwa ujumla? Mashabiki wa Simba sio na hofu. Kama ikitokea mechi imeconfirm kuja uwanja wa Amani, waje enjoy burudani, waje tutengeneze historia,
na pengine kunaweza kukawa kuna option ya kufunga hata screen katika zile annex A na B ambazo ziko nje ya uwanja wa Amani kwa ajili ya watu kuwa wanashuhudia kile ambacho kinaendelea ndani ya New Amani Complex. Kwa hiyo wasiwe na hofu, waje. Mazingira ya Zanzibar ni mazuri na wenyewe wanasema Zanzibar ni njema, atakaye na haje. Kwa hiyo tunawakaribisha. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.